Usiku una macho na giza lina siri nzito ambazo binadamu wa kawaida hawezi kuzihimili. Je, umewahi kujiuliza kwa nini wazee walituonya kutotembea usiku wa manane? Au umewahi kukutana na mteja ambaye harufu yake si ya nchi hii na uzuri wake unakufanya usahau hatari iliyo mbele yako? Leo mimi ni Yusuf Voice na kuletea mkasa wa kweli uliotikisa mkoa wa Kigoma. Huu ni mkasa wa Kevin, kijana mpambanaji wa bodaboda ambaye alitoka kusaka riziki ya kumtibu baba yake, lakini akajikuta amebeba mteja kutoka kuzimu. Binti mrembo aliyetokea makaburini, miguu yenye kwato na bunda la pesa lililogeuka kuwa nywele za maiti. Sikiliza simulizi hii kuanzia mwanzo mpaka tone la mwisho, maana ndani yake kuna darasa ambalo litakulinda wewe na jamii yako dhidi ya mitego ya kiroho. Yaliyomtokea Kevin kwako ni hadithi, lakini kwake ilikuwa ni mapambano ya kuokoa roho yake isigeuke kuwa msukule. Kabla hatujaanza safari hii ya kusisimua, bonyeza alama ya subscribe na uwashe kengele ya taarifa ili uwe wa kwanza kupata mikasa yetu kila tunapoiweka hapa. Karibu sana ndani ya Book Story, elimu kwa wote. Katika mkoa wa Kigoma, ndani ya kijiji kimoja kilichotulia, aliishi kijana Kevin. Kevin hakuwa na elimu kubwa, lakini alikuwa na moyo wa dhahabu. Kazi yake ilikuwa ni moja, boda boda. Kila siku, jua linapozama, Kevin ndipo anapoanza safari ya kusaka riziki. Nyumbani, alimwacha baba yake mzee, ambaye afya yake ilikuwa imedhoofika kiasi cha kutisha. Siku hiyo, Kevin alimshika mkono mzee wake na kumwambia, "Mzee wangu, pumzi yako ndiyo nguvu yangu. Leo nakwenda barabarani na hapa sitarudi mikono mitupu. Nitatafuta pesa kwa hali na mali, ili kesho nikufikisha hospitali kubwa upate matibabu." Alivaa koti lake la reflector, akavaa kofia ngumu helmet, na kuwasha pikipiki yake ya boxer. Hakujua kuwa hiyo ilikuwa safari ya kuelekea kusikojulikana. Ilikuwa ni majira ya saa 8 za usiku. Barabara ilikuwa nyeusi ti, na upepo wa baridi ulikuwa unakata kama wembe. Kevin alipofika maeneo ya makaburi ya kijiji, pikipiki ilianza kusuasua kama inataka kuzima. Ghafla, kwenye mwanga wa taa yake ya mbele, aliona kivuli cha mtu. Alikuwa ni mwanamke mrembo ajabu. Rangi yake ilikuwa ya Kiarabu, nywele ndefu zilizokuwa zikicheza na upepo, na alikuwa amevaa gauni refu la rangi ya bluu ya bahari. "Kaka boda, nisaidie." Sauti yake ilikuwa na mvuto kama mziki. "Nifikishe kwa mzee Ali, pale mlimani." Kevin, akijawa na huruma lakini pia na wasiwasi, alimuuliza, "Dada, mbona upo hapa makaburini muda huu?" Yule binti alitabasamu kidogo, tabasamu ambalo halikuonyesha meno yote. Akasema, "Rafiki yangu amenishusha hapa kwa ubaya. Nimeogopa sana." Kevin alimruhusu apande. Lakini kitu kimoja kilimstua, yule binti hakuwa na uzito kabisa. Pikipiki ilikuwa nyepesi kama vile amebeba hewa. Walifika kwenye jumba moja kubwa la kifahari, jumba ambalo Kevin hakuwahi kuliona eneo lile. Mlangoni alisimama mzee mwenye ndevu nyeupe ndefu, aliyetambulika kama mzee Ali. Yule binti alijitambulisha kwa jina la Sultan. Kabla Kevin hajaomba malipo, Sultan alimkabidhi bunda la pesa, kinyota. "Hizi hapa, fanya matibabu ya baba yako. Na kuanzia leo usibebe mteja mwingine usiku, wewe ni dereva wangu pekee." Kevin alirudi nyumbani akiwa amechanganyikiwa kwa furaha. Lakini asubuhi yake, alipomweleza baba yake, mzee alinyamaza kimya kwa muda mrefu. Macho ya mzee yalijaa hofu. "Kevin mwanangu," mzee alisema kwa sauti ya chini, "pesa hizi ni za baraka au za laana? Jana nilikuona kwenye ndoto ukicheza na nyoka mweusi makaburini. Kuwa mwangalifu, binti huyo anaweza kuwa si binadamu." Kevin alimpeleka baba yake hospitali. Akiwa mapokezi, moyo wake ulimlipuka kwa kasi. Sultani alikuwa hapo, lakini alikuwa amevaa tofauti, na kila alipopita, harufu ya manukato mazito ya ajabu ilijaza korido. Pale pale, mwanamke mmoja aliyekuwa akionekana kama mshirikina, alikuja mbio na kupiga magoti mbele ya Sultan, kinyota mkuu. "Karibu duniani, tunakusubiri utupe maelekezo." Sultan alikasirika, macho yake yakabadilika kuwa mekundu kwa sekunde moja. Akamfokea, "Potea hapa. Sitaki watu wanijue." Kevin aliona kila kitu. Alijaribu kusema, lakini ulimi ukawa mzito kama chuma. Alikuwa chini ya nguvu za Sultan. Sultan alimwambia Kevin, "Nipeleke baharini, nataka kumsalimia mama yangu." Walipofika ufukweni, Sultan alitembea juu ya maji kama anatembea barabarani na kutoweka katikati ya mawimbi. Kevin alibaki ameduaa. Shefe mmoja aliyekuwa akifanya ibada eneo lile alimkaribia Kevin. "Kijana, kimbia. Huyo uliyembeba ni jini wa baharini, Maimuna. Amekwenda kuomba ruhusa kwa mama yake ili akuchukue uwe mume wake huko ujinini." Kevin alikumbuka maneno ya baba yake,
Mwanangu, ukihisi hatari, sema bismillah mara 3, puliza mikono yako mara 3 na umwite kwa asili yake. Kevin akitetemeka alifanya hivyo. Alisema, bismillah, bismillah, bismillah. Kisha akapuliza mikono yake na kupiga kelele. Hapo ndipo anga lilibadilika. Sultan alitokea ghafla kutoka kwenye maji, lakini sasa hakuwa mrembo tena. Alikuwa na kimo kirefu kama mti, miguu ya kwato na uso uliopasuka. Alipiga ukelele uliovunja vioo vya pikipiki. Kevin alikimbia mbio ambazo hakuwahi kuzikimbia maishani, akiacha pikipiki na kila kitu nyuma. Alisikia sauti ya Sultan ikimfuata nyuma ya sikio lake. Kevin alifika nyumbani kukiwa kumekucha. Alikuwa mchafu, ameloa jasho na mkojo, na uso wake ulikuwa umepauka kama maiti. Alimkuta baba yake amekaa mlangoni, akimsubiri kwa hamu. "Mwanangu, umerudi?" Mzee aliuliza kwa sauti ya unyonge. Kevin hakuweza hata kuongea. Aliingia ndani moja kwa moja na kuelekea pale alipoficha lile bunda la pesa alilopewa na Sultan. Alitaka kuichukua ile pesa ili waondoke haraka kuelekea hospitali. Lakini alipofungua mfuko wa plastiki aliohifadhia zile pesa, alipiga ukelele wa ajabu. Lile bunda la pesa halikuwepo tena. Badala yake, alikuta nywele ndefu za binadamu zilizosokotwa, meno ya mnyama na udongo mwekundu wa makaburini. "Baba, pesa zimegeuka kuwa uchawi." Kevin alilia. Baba yake alitikisa kichwa kwa huzuni. "Kinyota, hiyo ndiyo gharama ya kula na majini mwanangu. Walikutaka wewe na zile pesa zilikuwa ni mahari ya kukuchukulia msukule." Ghafla, mlango wa nyumba yao ulifunguka kwa nguvu. Sultan alitokea, lakini safari hii alikuwa na sura ya binadamu mrembo tena, akitabasamu tabasamu la hila. "Kevin, mbona umekimbia? Nilikuja kukupa zawadi zaidi. Baba yako tayari ameshapona. Tazama." Kevin aligeuka kumtazama baba yake. Mzee alikuwa amesimama, akitabasamu na kuonekana mwenye nguvu kuliko kawaida. Lakini Kevin alikumbuka fundisho la baba yake. Majini ni wadanganyifu. Aliangalia chini miguuni mwa baba yake. Baba yake hakuwa na kivuli. Hapo ndipo Kevin alijua kuwa yule hakuwa baba yake, bali ni kivuli, illusion kilichotengenezwa na Sultan. Kevin alichukua maji ya baraka na chumvi aliyokuwa ameiandaa baba yake tangu zamani. Akairusha kuelekea kwa Sultan na kile kivuli cha baba yake, huku akisoma dua kwa sauti kuu. Nyumba ilitikisika. Sauti za viumbe 1000 zililia kwa pamoja. Moshi mzito mweusi ulijaza chumba. Moshi ulipotulia, Sultan alikuwa ametoweka na baba yake Kevin alikuwa amelala sakafuni, akiwa amekata roho kwa amani. Kevin alibaki mpweke, lakini alikuwa huru. Alipoteza pikipiki yake, alimpoteza baba yake, lakini aliokoa roho yake isichukuliwe ujinini. Ndugu msikilizaji, nini funzo la mkasa huu wa kweli? 1. Riziki ya halali, sio kila pesa inayokuja kwa urahisi ni heri. Pesa za majini zina gharama ya damu au utu wako. 2. Tahadhari ya usiku. Kwa vijana wa bodaboda, usiku una mambo mengi. Unapomsaidia mteja, mtegemee Mungu na uwe macho na ishara zisizo za kawaida. 3. Imani ni ngao. Bila dua na mafundisho ya baba yake, Kevin angekuwa ameshapotea miaka mingi iliyopita na kuwa msukule. Mimi ni Yusuf Voice na hii imekuwa simulizi ya Kevin. Kumbuka kujiunga nasi katika mkasa mwingine utakaokufunza na kukuonyesha siri za dunia hii tunayoishi. Usisahau kusubscribe na kushare ili wengine wajifunze. Book Story, elimu kwa wote.